Ni katika mahakama ya hakimu mkazi mfawidhi wa mahakama ya mkoa wa Iringa Japhet Manyama ambako imedaiwa kuwa mtuhumiwa Moses John Madege amekuwa akifanya udanganyifu kwenye uwasilishaji wa ritani za biashara yake kwenye mfumo wa mamlaka ya ukusanyaji kodi nchini TRA kinyume na kifungu cha 84 kifungu kidogo cha kwanza B cha sheria ya usimamizi wa kodi sura namba 438 marejeo ya mwaka 2009. Kosa la mwisho ambalo ni kosa la 25 ni kosa la uhujumu uchumi, ambalo ni kusababishia hasara kwa mamlaka kinyume na aya ya 10 aya ndogo ya kwanza ya jedwali la kwanza ikisomwa pamoja na kifungu cha 57 na kifungu cha 60 cha sheria ya uhujumu uchumi sura ya 200 marejeo ya mwaka 2022. Kosa hili anatumiwa nalo kutokana na kiasi cha kodi ambacho hakufanikiwa kulipa kutokana na taarifa za uongo alizoweka kwenye ritani yake ya kodi ya ongezeko la thamani. Kwa kikubwa tutoe rai kwa wafanyabiashara wachache ambao wamekuwa wakitumia kwa makusudi mbinu mbalimbali za kuweza kukwepa kodi na hivyo kushusha mapato ya serikali na hivyo kukwamisha juhudi za serikali za kuweza kutoa huduma mbalimbali kwa wananchi. Ni kwamba mamlaka ya mapato kupitia idara ya upelelezi wa kodi iko makini na itapambana na wale wachache ambao hawataki kufuata sheria, ambao wanajihusisha na ukwepaji wa kodi wa makusudi. Hatua hii imefikiwa ikiwa ni njia ya kukomesha tabia ya udanganyifu ambayo inafanywa na walipa kodi wachache, walio wachache, kwa sababu katika mkoa wetu wa Iringa walipa kodi wengi wanatimiza wajibu wao vizuri, lakini katika wale wachache ambao wanataka kuvunja taratibu, katika wale wachache ambao wana nia ya kupoteza mapato ya serikali, tumeona kwa kweli hatuna budi zaidi ya kuhakikisha kwamba tunachukua hatua kali. Lakini kipekee kabisa ni pongeze idara yetu ya upelelezi wa kodi ambao ni tax investigation chini ya kamishna wao Mr. Ngoda. Kwa kweli wamefanya kazi nzuri sana kufuatilia wale wote wanaokwepa kwa njia kwa kufanya udanganyifu. Mshtakiwa katika kesi hiyo namba 23655 ya mwaka 2025 Bwana Moses John Madege amerejeshwa rumande mpaka tarehe 1 Oktoba licha ya dhamana yake kuwa wazi, hii ikiwa ni baada ya kushindwa kukidhi masharti ya dhamana hiyo ya kuweka mali yenye thamani ya nusu ya kiasi cha kodi anachodaiwa kukwepa.